على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma Bwana Mtume pamoja na ali zake, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu ni sawa ya kuwa ni madrasa ambayo tunaingia kusoma kwa muda wa siku 30. Yani ni masomo ya muda tu kwa muda wa siku 30, na ni mwezi ambao umeelezwa sana faida yake, sifa zake, elimu yake inayopatikana katika mwezi kama huu. Tunaambiwa ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, mwezi wenye baraka, mwezi wenye rehema, mwezi wenye maghfira. Kisha tukaambiwa ni mwezi ambao ni mbora zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko miezi mingine iliyopita ile. Mwezi huu tunapokabili kutokea, tunapoongoja ili uweze kufika mwezi kama huu, bila shaka wengi wale waliokuwa waumini huwa wana hamu kuweza kufikia mwezi kama huu. Ni mwezi watu wanaoangalia kwa wingi, yani wengi hawaangalii mwezi, lakini ukifika mwezi huu unaokuja wa Ramadhani, wanaoangalia wakati wa kuingia kwake na unaoangaliwa wakati wa kutoka kwake. Mmoja katika makadhi alipokuwa akihimiza watu kuangalia mwezi, akaeka na zawadi, akasema yoyote atakayeuona mwezi ana zawadi ya shilingi 1000. Basi ukatokea mtu mmoja akajipeleka kwa kadhi, akamwambia mwezi nimeshauona. Na wakaja wengine wakasema wameona mwezi, wakapewa zawadi. Baada ya dakika, yule mtu aliyeona, mmoja katika wale akarudi tena kwa kadhi, akamwambia kadhi, nimeona tena mwezi mwingine, yani huwa kwanza huu nimeuona upande wa huku, kuna mwingine nimeuona upande mwingine.
ilikuja kutafuta tu pesa aweze kupata, lakini mwezi ni mmoja tu peke yake. Sasa katika madrasa hii inatufundisha kitu gani sasa? Kwanza ni mwezi ambao unakuwa na mabadiliko. Yale uliokuwa umeyazoea wakati ule miezi 11, ukiingia mwezi huu yanabadilika mazingara yake. Ilikuwa ni halali kwako wewe kula wakati wa asubuhi, mchana na jioni, lakini inabadilika, inakuwa kwako ni haramu kula asubuhi, na ukila itakuwa somo yako hakuna tena. Imeenda katika wakati wa usiku na majina yanabadilika. Unapoita chai ya asubuhi, ukisha kufungua madini utaita futari, na wakati wa kwenda kufunga tena jina linabadilika, unaliita daku. Ayamu, mchana wa mwezi wa Ramadhani, afdalu, ni bora zaidi kuliko mwezi mwingine wote. Yani ukaingia katika mwezi wa Ramadhani huu mchana wake ukawa wewe umefunga somo yako hii katika mchana wa Ramadhani, ina bora zaidi kuliko somo yoyote utakaofunga ikiwa sio mwezi wa Ramadhani. Hata kama ni deni ambayo unailipa Ramadhani, huwezi kupata fadhila zake kuliko ukifunga ndani ya mwezi wa Ramadhani. Usiku wake ni bora kuliko masiku mengine yote ambayo utakuwa nayo. Mwezi huu tumealikwa sisi kuwa ni wageni wa Mwenyezi Mungu. Umealikwa kuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu. Binadamu anapoalikwa popote anajiandaa namna gani? Unapoalikwa katika harusi unajiandaa namna gani? Unapoalikwa hata kwa mkubwa yoyote, ikiwa ni chifu, ikiwa ni raisi, ikiwa ni waziri, ikiwa ni mtu mwenye cheo yoyote, lazima utajipamba vizuri ili uende kwake kule, na ikiwa huna kizuri utaenda kuwazima ili uonekane na wewe umekuwa ni mtu mzuri mbele ya mgeni kama yule. Anayekualika ni mtu ambaye yuko katika sehemu moja tu, lakini katika sehemu nyingi hako mtu kama yule. Lakini je, ikiwa anayekualika ni mtu ambaye anapatikana kila pahali, akakualika akakwambia wewe utakuwa ni mgeni wangu, wewe nimekualika. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatufahamisha wale waliokuwa waumini wote wamealikwa kuwa ni wageni wa Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha situ akaongeza tena Bwana Mtume kusema, nyinyi mumefanywa ni watu waheshimiwa kwa kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani kila alofunga ambaye ni muumini, ujijue una cheo kikubwa mbele ya Mola wako. Mumeitwa watu watukufu. Katika mwezi huu, kule kuvuta kwako pumzi ni sawa na kuleta tasbihi.
pumzi zako hizi ambazo kwa dakika unaweza kupeleka pumzi zako zaidi ya mara 15. Katika huu mwezi wa Ramadhani peke yake pumzi zako ni sawa kusema subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar, mbali kutumia ulimi. Kulala kwako ni sawa na kufanya ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Binadamu kuna sehemu malaika hawaandiki chochote katika sehemu tatu. Sehemu moja ni ikiwa umelala, malaika hakuandiki chochote unalolifanya katika usingizi. Sehemu ya pili ni mtoto mdogo, haandikiwi jema wala ovu mpaka balighi. Na sehemu ya tatu ni mwendawazimu, haandikiwi jema wala ovu mpaka akili yake iweze kurudi. Lakini katika mwezi wa Ramadhani kule kulala kwako kule, thawabu zitakuwa zikiendelea kuandikwa, ni sawa na mtu ambaye yuko katika ibada. Wa a'malukum fihi maqbul, na amali zote ambazo tunazifanya katika mwezi wa Ramadhani tunakuwa ni wenye kukubaliwa. Na unaona ya kuwa Waislamu wanapopeana pongezi kuambiana saumun makbulun, ili kuonyesha tuko katika jambo jema, jambo ambalo ni zuri, jambo lenye furaha. Ili kuonyesha ya kuwa hii saumu sio msiba. Kama tunavyobadilisha katika zama zetu, mtu anapokwambia pole kwa saumu, haitakikani. Yatakikana pongezi katika saumu zetu. Tuendelee na msemo wetu ule ule ambao tuambiana Ramadhanun karimun wa saumun makbulun, ili kuonyesha ya kuwa ni jambo zuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema hakutufanyia saumu ili kutuadhibu na kutuweka katika jambo zito, la, bali anasema amewajalia kuwafanyia katika mambo ambayo ni mapesi. Kisha katika saumu dua zetu tunazoziomba tuzidishe kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio pahali pa kukubaliwa zaidi. Yani nafasi yake, milango yake katika mwezi wa Ramadhani iko wazi zaidi. Imewekwa ndio ofa, kila mmoja ajitahidi katika mambo kama haya. Na utaona ya kuwa ukiziangalia zile aya zinazozungumza kuhusu Ramadhani, kuna aya moja imewekwa katikati ambayo inahusu dua. Aya hii ukiangalia katika aya za Ramadhani imewekwa katikati, inayosema vipi? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibuni waliyuminu bi. Imewekwa katikati aya hii. Watu walimuuliza Bwana Mtume, je, Mola wako yuko mbali wakati tukiomba tupige makelele, au Mola wako yuko karibu ili tukimuomba tuweze kumnong'oneza kwa siri tu?
Sasa Mwenyezi Mungu ndio akateremsha haya, pindi watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, basi waambie fa inni qaribun, mimi niko karibu, ujibu da'wata dai, na jibu maombi yote ya mwenye kuomba. Kwetu sisi ni kuomba, kwake yeye yuko tayari kutujibu dua zetu. Na ndio utaona katika mwezi wa Ramadhani tunasoma dua aina mbalimbali kwenye swala zetu, tukimaliza kwenye sehemu maalumu, kwenye dua uliftitahi, kuna dua utakayoiombe wakati ukifungua muadhini wako au saumu yako. Imam Sadiq alayhi salam anasema, yule ambaye atakuwa hajaweka chakula chake kwenye kinywa chake cha kwanza, ni chakula cha kwanza ikiwa natoka katika siku ile ya kufunga, anasema huyu mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni wakati ukitoka katika kufunga mchana mzima, ule utakuwa na furaha kubwa sana, kwa sababu umetekeleza jambo lilokuwa muhimu sana. Na furaha ya pili itakuwa ni wakati ukifufuliwa siku ya Kiyama. Kutakuwa na matangazo maalum ambayo yakiulizwa watu, aina saimuna, aina saimuna, wako wapi wale waliokuwa wakifunga Ramadhani, wako wapi wakifunga Ramadhani? Wamewekewa mlango wao maalum ambao unaitwa kwa jina la Rayyan, na kila aliyefunga ataisikia hii sauti, na moja kwa moja ataelekea aingie katika pepo hii yenye mlango unaitwa Rayyan. Na hapa ndio tutatolea tangazo lililo katika Qur'ani, kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayamil khaliya, leo kuleni na munywe katika hii pepo mustarehe, kwa ile badali ya kuamulikana njaa katika ulimwengu na kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna dua ambayo tunaiomba sisi katika huku kufungua saumu. Uanze na bismillahir rahmanir rahim, useme Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu. Na kuna na namna nyingine, namna ya Imam Jafar Sadiq alivyotufundisha pia. Inasemekana kabla hujaweka kile chakula katika kinywa chako ukaiomba dua kama hii, kuna malipo ya thawabu ya watu wote wale waliofunga katika siku kama ile. Thawabu zao pia na wewe utaweza kuzipata kwa kuomba dua kama hii. Tuna dua ambazo tunasoma baada ya swala. Moja muhimu, iangalie dua tunaposema Allahumma adkhil ala ahli al-quburi surur. Unapomwambia Mola wako ya kuwa wapeleke furaha walioko katika makaburi. Na hakuna mtu ambaye hana mtu wake aliyozikwa katika makaburi. Leo mwezi mzima, mwezi unayotupiwa dua, ukawa namwambia Mwenyezi Mungu kila wakati Allahumma adkhil ala ahli al-quburi surur, ewe Mola wangu wape furaha wale walioko katika makaburi. Ukiendelea mbele useme wa Mwenyezi Mungu, waliokuwa na njaa uweze kuwashibisha, waliokuwa na ugonjwa uweze kuwaponya,
mpaka mwisho wa dua kama hiyo, uangalie utakuwa umefanya kazi kubwa sana mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo dua hizi tuziombe, kujiombea sisi wenyewe, kuombea watoto wetu, kuombea wazazi wetu, kuombea wagonjwa, watu wenye shida, wenye haja. Wewe mwenyewe pia uweze kuomba katika dua kama hizi. Mwezi kama huu wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nia, lakini iwe ni ya ukweli na nyoyo zetu ziwe tahara, ili Mwenyezi Mungu atuwafikie katika saumu yetu hii tuweze kukubaliwa. Kisha katika mwezi kama huu ni kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo biashara kubwa kuliko biashara nyingine zozote. Hakuna mfanyaji biashara ambaye hapati hasara ila biashara ya Qur'ani peke yake. Mwenyezi Mungu anatuambiaje? Innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa yatadarasunahu yarjuna tijaratan lan tabura, wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu na wakakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, kisha wakafundishana tafsiri na maneno ya Mwenyezi Mungu, yarjuna tijaratan lan tabura, hawa ni watu wanaotarajia biashara isiyofilisika. Yani usomaji wako wa Qur'ani ukisoma katika mwezi wa Ramadhani au miezi mingine, hiyo ni biashara kati yako na Mola wako, lan tabura, haiwezi kufilisika kabisa. Katika mwezi kama huu ambao ni wa dua, Bwana Mtume anasema mtu muovu katika huu mwezi wa Ramadhani ni mtu alofika katika mwezi huu wa Ramadhani kisha asisamehewe madhambi yake. Huyo ndiye mtu mwovu au muumini mwovu au Muislamu mwovu, kwa sababu yeye ndiye lazimu kufunga. Ikaingia mwezi mzima mpaka ukatoka, wewe madhambi yako yamebakishwa pale pale, itakuwa ni mtu mbaya sana. Na ndio utaona Jibril alipomjia Bwana Mtume, akasikia Bwana Mtume sehemu ya kwanza anasema amin, sehemu ya pili anasema amin, na sehemu ya tatu anasema amin, akiwa anapanda khutba ya Ijumaa. Kabla akaulizwa Bwana Mtume, akasema ya kuwa Jibrili amenijia. Ile amini ya kwanza niliyoisema, Jibrili alikuwa ameniambia yuko mbali mtu ambaye ataufika mwezi wa Ramadhani kisha ukamalizika ikawa madhambi yake hafutiwa. Ndio nikasema amin. Sehemu ya pili, Jibrili ameniambia ya kuwa yuko mbali mtu na rehema ya Mwenyezi Mungu, ikawa mtu kama yule amewakuta wazazi wake wawili, ambao wazazi wake wawili akiwakuta ndio wana sababu ya kumuingiza katika pepo, lakini wazazi wale akawabadilikia, ikawa ni kuwatukana na kuwapiga na kuwatupa. Asema mtu huyu haiwezi kuingia katika pepo ambaye atakuwa amewatukana wazazi wake au kuwakosea. Mtu wa tatu akasema, niliposema amin, ni mtu ambaye Jibrili aliniambia yuko kando na rehema za Mwenyezi Mungu, mtu ambaye nitatajwa jina langu, yani jina la Bwana Mtume, falam yusalli alayya, wala siniswalie mimi. Salawatu.
Kwa hivyo tukiwa katika hii njaa ya mchana wa Ramadhani, tunalotaka kulifikiria ni kitu gani? Ni kufikiria lini usiku utafika? La, ni kufikiria ya kuwa siku ya Kiyama utakuwa na njaa kali. Kiu yako inakushika au unayohisi ni kufikiria ya kuwa siku ya Kiyama utakuwa na kiu kali, na watakaopata hiki chakula na maji ni wale walikuwa wakifunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi huu wa Ramadhani una thawabu kubwa wakati utaweza kutoa kumpa mwenzako au kumfuturisha mwenzako, na haihitaji kitu kikubwa sana. Chembe moja ulionayo au glasi moja ya maji ukampa mwenzako, utakuwa umemfuturisha mtu na utakuwa umepata thawabu. Utakapotoa sadaka yako ni dawa moja yenye kurakibisha matatizo yako. Ikiwa una haja ukatoa sadaka, ikiwa una haja ukatoa sadaka yako ile, ukiwa na mgonjwa wako ukatoa sadaka. Hizi zote tumehimizwa sana. Mtume akasema ya kuwa dau mardhakum bisadaqa, wafanyeni dawa wagonjwa wenu, lakini pia muweze kutoa sadaka. Imam Ali alayhi salam salawatu siku moja Bibi Fatima alikuwa ni mgonjwa. Imam Ali akamwendea Bibi Fatima akamwambia, kitu gani unachotamani? Akamwambia, natamani kwa mamanga. Imam Ali alikuwa hana pesa, akafikiria atafanya nini, lakini akaenda mpaka sokoni akakopesha pesa, kisha akanunua lile kwa mamanga. Alipokuwa yarudi kwenda nyumbani kwake, akamkuta fukara maskini, akamsalimia, kisha akamuuliza, kitu gani unachotamani? Amekopesha, akanunua kwa mamanga moja peke yake la deni. Yule maskini akamwambia Imam Ali, mimi natamani hilo kwa mamanga hilo. Imam Ali alayhi salam akaona mke wake anatamani kwa mamanga, maskini pia anatamani nini? Kwa mamanga. Aya za Qur'ani zinamsukuma kumwambia, wa amma saila fala tanhar, anayekuomba usimkatalie. Anayekuja kukuomba, hata ikiwa amekuja kwako amepanda farasi au amepanda gari, usimkatalie. Akikuomba kitu ukasema ya kuwa wewe una gari, si maskini wewe. La, kila mtu ana uhitaji wa kuhitajia, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Imam Ali alayhi salam akachukua lile komamanga akalipasua sehemu mbili, nusu akampa maskini na nusu akabeba kumpelekea mke wake. Weka katika akili yako, pesa ni ya mkopo, kisha na mtu mwingine ataka, ungefikiria namna gani? Pengine ungemjibu maneno makali na matusi, na Mwenyezi Mungu saa ingine mambo huenda yakabadilika, wewe huwezi kujua. Mmoja alikuwa katika nyumba yake pamoja na mke wake, ghafla akaja maskini akamwambia ya kuwa niko na njaa sana,
mke ndiye alifungua mlango. Alipomwambia yule mume, akamwambia, akaenda akamfukuza yule mume, akamwambia ondoka haraka katika nyumba. Maskini akaondoka. Baada ya muda, maisha ya huyu bwana na mke yalibadilika, wakawa mafukara. Sasa ikafikia kipindi mpaka yule mke akamfukuza, na yule alikuwa maskini baada ya muda akabadilika, akawa ni tajiri. Huyu fukara mwanamume ikatokea siku naye atafuta majumba kupata chakula. Alipofika katika nyumba moja akabisha. Alionyuka ni yule mwanamke, akaenda akafungua mlango. Alipofungua mlango, akimwangalia ni yule mume wake alikuwa tajiri. Akaenda akamwambia huyu bwana ya kuwa kuna mtu maskini, akamwambia ya kuwa chukua hiki chakula chote mpelekee yeye. Yule mwanamke alilia alipomwona yule mume wake. Sasa huyu bwana wa pili aliomuoa akamuuliza ya kuwa mbona walia? Akasema ya kuwa yule ambaye amekuja kuomba alikuwa ni mume wangu wa zamani. Huyu mwanamume alikuwa hajui kama, naye akamweleza. Sasa akamwambia yule ambaye alifukuzwa siku ile ni mimi, sasa ndo kuwa wewe. Uangalie mabadiliko ya Mwenyezi Mungu anapofanyia binadamu. Sasa Imamu Ali alayhi salam akarudi nyumbani kwake. Alipofika katika nyumba yake, akamwona Fatima anampokea vizuri na hana ugonjwa wote kabisa. Akamwambia Imamu Ali alayhi salam, ulipotoa sadaka kumpa yule maskini yule, huku na mimi Mwenyezi Mungu aliniponyesha ugonjwa wangu. Na katika riwaya anasema baada ya kuzungumza Imamu Ali na Bibi Fatima kuwa hana ugonjwa tena, wanasema ghafla Salman al-Faris alikuja akabisha mlango. Akamwambia Imamu Ali alayhi salam, kuna amana yako inatoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia amana ipi? Ikawa amebeba kikapu, ndani yake kuna makomamanga 9. Imamu Ali akahesabu, akaiona ni 9. Akachukua, akamwambia Salman ya kuwa chukua haya makomamanga, hayatoki kwa Bwana Mtume. Akamwambia natoka kwa Bwana Mtume. Akamwambia la. Akamwambia Qur'ani imesema vipi? Imesema man jaa bil hasanat, yoyote atakayekuja na jema, falahu ashru amthaliha, atakuwa analipwa 10. Haiwezekani mimi kuweza kulipwa ngapi? 9. Kwa hivyo hayatoke kwa Bwana Mtume. Salman al-Farisi ilikuwa ameweka komamanga moja kwenye mfuko wake, na kuweka kwa njia ya kuiba, la, ilikuwa ameweka kujaribu imani ya Imamu Ali alayhi salam. Akamwambia natoka kwa Bwana Mtume, nimelificha hili kwa sababu ya kuweza kujaribu kuangalia imani yako Imamu Ali alayhi salam. Na akamkuta Imamu Ali ndiye Qur'anun natiq. Hii tulionao sisi ni Qur'ani ambayo ni sakit, iliyonyamaza. Qur'anun natiq ni Imamu Ali alayhi salam ambaye anatufasiria, na yeyote ambaye hafuati Qur'ani inayopitia kwa Imamu Ali alayhi salam itakuwa amepotea mtu kama yule, kwa sababu yeye tumeambiwa ndio mlango wa kuweza kupitia wa elimu ya Bwana Mtume, elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika mwezi wa Ramadhani, moja katika mambo muhimu ni kutoa ile sadaka.
kisha tuweze kuunganisha arhamu, kizazi chetu, tusitete na wao katika mwezi Ramadhani, wacha kizazi hata mtu mwingine yoyote kabisa. Lengine, tuweze kuhifadhi ulimi wetu. Ikiwa mtu katika mwezi wa Ramadhani hawezi kuacha maneno mabaya, kutukana, kusengenya, maneno machafu katika ulimi wake, basi hadithi inamwambia fala hajata lahu, huna haja wewe uweze kuacha chakula chako na kinywaji chako. Yani kufunga si kukaa na njaa peke yake, kuna kazi kubwa ya kufanya mazoezi yale machafu yote katika mwezi kama huu, uwafanye mazoezi kuwasiafanye. Ukizoea kuwa ukitukana sana, ujaribu kuufunga ulimi wako. Kusengenya sana, ujaribu kuufunga ulimi wako katika kusengenya na maneno machafu yoyote. Kuna kufunga viungo, mbali na kuacha chakula na kunywa peke yake, ni viungo vako vile muhimu havitakikani vifanye machafu. Mkono wako usimpige mtu wala usiibe. Mguu wako usiende mahali pabaya, na masikio yako yasisikie maneno mabaya. Macho yako yasiangalie pabaya ambapo huruhusiwa, na ulimi wako usiseme neno ambalo ni baya. Huko ndio itaitwa kufunga. Kisha kuna kufunga ambapo ni zaidi katika daraja kwako wewe, nao ni kufunga katika moyo wako. Yani moyo wako usifikirie mawazo mengine yote yaliokuwa maovu, ila moyo wako yawe yatafikiria mambo yaliokuwa mazuri. Uifikirie pepo ya Mwenyezi Mungu, ufikirie siku ya akhera, ufikirie kusoma Qur'ani, ufikirie kutoa darsa, ufikirie kuleta tasbihi. Hizi zote zinakupeleka mahali pazuri kabisa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema vipi? Inna fil jasadi mudghatan, katika kiwiliwili pana kinofu kidogo sana. Idha salahat, pindi kinofu hichi kikiwa kizuri, salaha aljasadu kulluhu, mwili wote utakuwa mzuri. Peke yake kikitengea kinofu hicho ambacho ni huu moyo, ndio macho yako yatatengea yaangalie pazuri, ndio miguu yako yatakuwa mazuri kwenda mahali pazuri, ndio mikono yako itashika kizuri, kibaya hakishiki, na viungo vingine vyote. Lakini wa idha fasadat, kinofu hicho kikiharibika, fasada aljasadu kulluhu, basi kitakuwa kiwili chote kitakuwa ni chenye kuharibika. Kwa hivyo hicho peke yake ni moyo. Kwa hivyo moyo ndio mambo yote unampeleka binadamu, ndio wenye ushawishi katika mambo mazuri ikiwa unataka mambo mazuri, una ushawishi katika mambo mabaya ikiwa unataka mambo mabaya. Ayuhal ikhwa, ndugu zangu, wakati wangu umefikia hapa, kwa sababu niko na kwingine hivi sasa nifike na niweze kuendelea na maudhui. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo kipindi cha maswali kitakuwa hakuna.